Ali Hatib Kilisungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Karibu Siri Yako TV, na mimi Ali KK babu yenu nipo hapa kuendelea kuwapa elimu, na sasa tunaenda kwenye hatua ya tatu kuzungumzia masuala ya uchumi kwa mwanaume alopewa jina linaloanza na herufi A. Ili uchumi wako sasa upatikane katika kiwango kizuri, inabidi kudili sana na marafiki zako. Inatakiwa udili sana na marafiki zako. Marafiki zako hasa kabisa ni wale wa upepo ambao ni herufi C na O, G na S, K na W. Kama hawa ndio watu wako wa karibu sana katika kuendesha mipango yako ya kibiashara, mipango yako ya kiuchumi katika aina mbalimbali kulingana na kazi zako na miradi yako, basi hapa tegemea mambo yatakuwa ni mazuri. Lakini kuna usifa tofauti, kwa sababu A, M na Y kwenye moto, E na Q kwenye moto, I na U kwenye moto, C na O kwenye upepo, G na S kwenye upepo, K na W kwenye upepo, na K iwe K inahitajika. Sasa hawa watu wote kwa pamoja unaweza kushirikiana nao na kukawa na faida nyingi, lakini pia kuna madhara kidogo. Nitakuambia kwa nini. Faida nyingi utakayoipata ni watu ambao unapaswa kushirikiana nao, hawana madhara, na hasa kukwepa kulinda masuala ya afya na uhai. Ila kwenye C na O ni rafiki yako, japokuwa ni rafiki, ila atakupa pia nguvu ya wewe kuharibu kipato chako, hasa akiba zako. Huyu C na O atakupa pawa ya kutengeneza na kupata, lakini atakupa pawa ya kubomoa pia ulichokipata. Si madhara makubwa sana, manake tu utakuwa yani anaweza katika ushirikiano wake naye karibu, huyu mtu utapata utengenezaji maisha mazuri kwa nguvu fulani hivi kubwa, lakini pia unaweza ukabomoa tena kwa nguvu kubwa ukakuta kimeparanyika. Kwa hiyo kazi kwako kuweka umakini. E na Q ni hivyo hivyo, anaweza kukuongezea, lakini E na Q hata kuongezea katika pawa kubwa, ilo tuongeza sana katika uchumi, ilo tuongeza sana kuwa na akili nyingi na maarifa. Hata wale C na O atakuongezea sana akili nyingi na maarifa ya kufanya kile kitu ambacho unakifanya. Isipokuwa tu kwamba hawa wawili, kwamba nimezungumzia hizi mbili nne, herufi nne hizi E na Q, C na O, watakupa uwezo sana wa kukubalika na kuonekana na kuwa na akili nyingi. Utaongezeka kutoka kwao, kutokana na wao kuwaweka karibu. Lakini hivyo hivyo unaweza ukabomoka, mambo yako yakaharibika kwa haraka hivyo kama walivyokupa pawa ya kufanikiwa kiakili kwa haraka. Kwa mfano E na Q wanaweza kukupa njia nyingi za kupata mikopo, za kuwafikia watu wakakopa mikopo, lakini akili hiyo itafeli siku ambako utabomokewa kwa kudaiwa mikopo, kushindwa kulipa, utabomokewa. C na O atakupa akili nyingi ya kudanganya, utengeneze uongo, maarifa ya kubunifu wa vitu vya aina mbalimbali, kubuni miradi, kubuni vitu vya aina mbalimbali. Lakini hivyo hivyo, kutokana wewe ni A mwanaume tunayekuzungumzia, ni mtu ambaye uogopi kwanza upya. Kwa hiyo unaweza ukajikuta pia watu wakakupuuza ghafla, kama alivyokuwa yeye akigundulika, huyu jamaa ni muongo bwana, mnafiki tule, anakuja na kufunga kamba zake hapa. Kwa hiyo utakuja kuingia kwenye ile kundi ile. Ukiingia kwenye ile kundi, watu watakuchukulia vile vile, alafu watu watakutenga. Wakikutenga, mambo yatakwenda taharibika. Kwa hawa ni marafiki, lakini kuna madhara haya. Na kama ni mke ndo yuko kwenye C au O, kwenye E au Q, kutakuwa na madhara mengi.
mtakuwa mnagombana sana na unaweza ukapata kifo cha ghafla, hasa kama akiwa ni E au Q, unaweza kupata kifo cha ghafla tu. Lakini sasa ili uweze kutengeneza uzuri zaidi, hawa pia unaweza ukawaepuka kwenye lile somo la kwamba uwaeke wapi, yaani uishi nao vipi wale wenye changamoto zaidi na wewe, uishi nao vipi, tutawachanganya. Ila hapa bado tunakupa hatua ya pili, namna gani sasa uchumi ujenge. Kwa dili sana na G na S, iwe wa kike au wa kiume. Dili sana na K na W, iwe wa kike au wa kiume. Dili na watu wa moto wenzio AM na Y labda, au wa moto wenzio wa I na U. Dili nao hao, utasaidika, utapunguza pressure ya kuharibikiwa, utatengeneza mafanikio yakakaa vizuri. Ila wape kipaumbele zaidi marafiki zako wa G na S na K na W, ili kutengeneza uchumi upande katika kiwango kizuri. Na kwenye kila ushirikiano wako wa karibu, wenye nguvu, wenye maana, ambao una malengo makubwa, wape kipaumbele G na S zaidi, KW zaidi, wape kipaumbele. Ukiwapa kipaumbele, kama ni mfanyakazi, kama ni mtoto, ni mke, ni baba, mama, ni ndugu, jamaa, ukiwapa kipaumbele hao, utayaona mabadiliko ya uchumi kupanda na mafanikio kwa uzuri. Na hata kama tena sakiwa bado vijana, utafurahia sana ile darasa ambalo nakupatia. Wape furaha, wape kipaumbele, washirikishe vizuri, utatengeneza kitu kizuri kwenye kiwango kizuri sana. Sasa hapa tuseme sasa utaishi vipi na wale ambao tulikwambia wana changamoto, wale wa udongo na maji. Na hapa tumekuongezea hawa ambao ni marafiki zako, lakini kuna changamoto E na Q na C na O. Namna ya kuishi nao kwa pamoja, iwe wale wa maji na udongo, au iwe hawa ambao tumekuongezea wanne, herufi 4 hizi za C, O na E na Q, kama uko nao karibu. Sasa utofauti kidogo, kumbuka hapo kuna utofauti, utenge akili yako. C na O, E na Q hawana madhara zaidi kwako, na mengi mazuri, ila kuna madhara pia, sawa Kama E na Q tunapokwenda kwenye darasa la ndoa utaelewa tena zaidi sana madhara yake. Ila hapa kwanza tukupe kwamba namna gani wote wenye changamoto, wale wa udongo na maji na mpaka hawa hapa, ili namna gani uwakwepe. Kama ndo ushakuwa naye wa karibu, labda ni mke, labda ni mtoto wako, labda ni baba mama, labda ni ndugu jamaa rafiki, hasa kabisa zile za udongo na maji, penda kitu kimoja cha kwanza, ili namna ya kukwepa ili usipate madhara yake. Cha kwanza, epuka yeye kukuhitaji umpatie pesa, epuka. Kwa hiyo kama ni mtoto wako, maanake una ulazima wa kumpatia mahitaji. Tengeneza mfumo wa yeye kuyapata mahitaji yake, labda kwenye akaunti yake, au kama ni nyumbani, labda unamwekea pesa sehemu fulani, pasipo kusikia taarifa zake za yeye kuhitaji. Wewe unakuwa tu unamwambia, bwana, mimi nitakuwa nakuwekea matumizi yako hapa, na endapo umekuta hapa hakuna kitu, basi ujue na mimi sina kitu, na utakachokikuta hapa kitumie kwa uangalifu wa bajeti, manake huenda utakitumia hovyo ukaamini na kingine cha kukupatia, alafu ukanihitaji mimi nitakuwa sina. Sasa kazi kwako ni kujikumbusha na kuweka umakini katika ile sehemu ulomwambia utamwekea, kama ni kwenye account, kama ni nyumbani unamwekea, labda mtoto wako anaenda shule, ukimwambia nitakuwekeaga hapa. Kwa wewe uhakikishe kwamba unatekeleza.
ili wakati wowote anapokuambia nina shida jambo fulani, umkatalie. Nina shida jambo fulani, umkatalie. Hilo la kwanza. La pili, endapo unataka kufanya naye shughuli moja, mpe kazi zisizokutana na watu, mpe kazi zisizokuwa na hasa kabisa zile herufi 6 FRHTLX. Mpe kazi ambazo kama ni mimea asikae, yani kama ni kazi za mimea asiwe anahudumia mimea. Yani tuseme chochote kilicho na uhai usimshirikishe kwenye kazi hiyo. Lazima hicho kitu ukijue kwamba kama yupo katika wale wa herufi 6, namna ya kuishi nao, kumbuka hapo. Mpe kazi kama ni kwenye ofisi yako, yani nachukulia kwamba huyo mtu ni mtu wako ambaye unatakiwa ufanye naye kazi, labda ni mtoto wako, labda ni baba, ni mama, labda ni mke, labda ni ndugu jamaa, na una ulazima pengine umemwajiri. Sasa kazi gani umpe ili kukwepa mabaya yake na uendelee kuishi naye vizuri na umlipe mshahara vizuri? Cha kwanza, chagua kazi kama kuna kazi ambayo sio ya vitu vilivyo na uhai, hiyo kazi mpe. Kwa hiyo vitu visivyo na uhai tunachukulia labda yuko ofisi fulani kwenye store, anapanga mizigo hii, anachukua hii anaweka hapa, anachukua mizigo hii anaweka hapa, hiki anaweka hapa, hiki anaweka, yani anasafisha pale. Kazi hii mpe, hata kupa madhara. Kwa lazima ujue kazi yake ni ipi ya kumpa. Lakini tuchukulie kwamba umempeleka labda kwenye mifugo, asimamie mifugo. Upo uwezekano ile mifugo isiwe na maendeleo mazuri, hata ukaikuta anapata magonjwa, ikaharibika, ukapata hasara. Japokuwa sio jambo ambalo unataka kuliona kwa haraka haraka, lakini lina wakati wake, na likitokea linakuwa ni kubwa ambalo litakutia hasara kubwa. Kwa hiyo sasa unatakiwa uweke umakini. Mpe kazi. Kuna mengine ni magumu kuyasema hadharani jamani, najitahidi kusema yale ambayo yanasemekana. Mpe kazi, tuchukulie kwamba labda wewe ni mkulima. Mpe kazi labda ya kuleta mbegu, mbolea, nini, kama muda wa kulima ule, mpe kazi zile za kulima, alime. Lakini kumwagilia maji, kutaka kuikuza mimea vizuri, kupalilia, mweke mbali, mweke mbali. Si kama unanielewa vizuri? Kama kuvuna, unamwacha anavuna. Kwa kama ni kwenye biashara, mpe kazi labda za kupiga mahesabu, lakini hii kama zile herufi 6 zitakuangamiza pia. Naweza siku moja akakosea hesabu ya hasara kubwa na ukaamini kakuibia, kumbe yeye alipata na mazongi yake tu, akakosea mahesabu yake tu ili wewe upate kumchukia. Kwa hiyo tunachukulia kwamba kama ni biashara unaweza kumpa kazi zozote. Unajua hapo kidogo nakuwa na paugumu cha kusema. Kwa mtu mwenye uhitaji sana atanitafuta mimi mwenyewe nimweleze yeye, kwa sababu nje ya kamera. Hapa tuko kwenye kamera, kuna mengine si mazuri kuyasema hadharani kwamba umweke wapi, umweke wapi. Kuna sehemu zingine itakuwa kama unadhalilisha hivi, inatoka nje ya elimu. Kwa hiyo tunatakiwa tuweke stara ya mazungumzo. Kwa kuna mengine hatuwezi kuyasema, tukubaliane hapo. Hasa tu tunabakia kusema kwamba elewa, chochote kilicho na uhai yeye anapokuwa ameshiriki nacho, kile kitu kina nafasi kubwa ya kuharibika. Sasa katika uchumi wako utaharibika. Kwa hiyo tuchukue kama ni biashara, anapowauzia watu, wale watu ndio watakayemchukia yeye, manake wale watu si ni watu ambao wako hai, wanatakiwa wanunue bidhaa kutoka kwake yeye, ambako wewe pengine umemweka dukani, tuchukulie
au umemweka kwenye sehemu fulani, sasa ndokutana na watu ambao wako hai, wataingizana, kuna chuki zinaingia baina ya yeye na wale wateja. Zile chuki, watakapomchukia yule, ndo biashara yako na wewe inakuwa imefanyaje? Inakuwa imechukiwa. Sasa utaona wateja wanapungua, bidhaa iendi, tatizo ulijui, lakini kumbe yeye nyota yake ina nafasi kubwa ya kuchukiwa na watu. Na kama nyota yake ina nafasi kubwa ya kuchukiwa na watu, ina maana watu wanamkimbia yeye, ndio wanakimbia biashara yako, ndio wanakimbia bidhaa zako. Ama watu watakuja, lakini kutatokea hasara ambazo utaamini labda yeye anakuibia. Mengi yanaweza kutokea hapo, lakini kuna mengi nashindwa kuyatamka hapa. Kwa hiyo wewe ukiona uhitaji sana, njoo kwenye Mizimu ya Kimwasa, tutakufundisha, tutakuelekeza upate kujua. Lakini kama nilivyokuambia, wengi wanaangamia sana kwenye haya matukio. Sasa nimeshakwambia watu wako wa karibu wa kuinua nao kipato, wa kuwapa kipaumbele kwenye jambo lako la kiuchumi, nimekupa hapo. Kwa tumia wale watu ambao nimekuambia ili kujiinua. Lakini hawa ambao nimekupa kwenye makundi kana kwamba watakuharibia, na sio wanakuharibia kwa makusudi, ili nalo mlielewe. Sio nikisema atakuharibia anafanya makusudi, japokuwa kwamba kuna wakati unaweza akafanya jambo ukahisi kama amefanya kusudi, lakini hapana, akili yake na mfumo wake wa nyota ndio umefanya hicho kitu. Sasa namna ya kukwepa, najitahidi kuzungumza, yani kwamba huyu mtu uishi naye na usipate madhara, maanake inawezekana kuishi naye na usipate madhara yake. Lakini sasa ili uishi naye na usipate madhara yake, mengi ya kuyasema hayafai kuyasema hapa. Wewe kama utakuwa unahitaji, utalipia kasenti kadogo. Kama uko mbali, nitakuchaji na mifumo yangu ya kuchaji. Ukinicheki kwenye WhatsApp yangu, nitakuelekeza kwamba ulipeje, ili nikufundishe. Yaani mimi nina uwezo wa kukujenga wewe huko uliko bila kutumia dawa aina yoyote, na ukatengeneza uchumi wako ukakaa vizuri katika siri za kiulimwengu. Nakupa tu katika Siri Yako TV. Siri yako wewe, nitafute, nitakwambia hapo kuna ukakasi kidogo, nitakwambia. Tusonge mbele, hili ni darasa la 3, bado mawili ili tukamilishe herufi A mwanaume katika madarasa 5. Bado tuna mengi ya kuzungumza, halafu tutaendelea na vitu vingine mpaka tufike herufi Z huko. Sawa sawa. Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya kiulimwengu. Usubscribe na kushare katika YouTube channel yetu ya RKK, YouTube channel yetu ya Siri Yako TV, na unifollow kwenye Facebook, Instagram, TikTok kama Siri Yako TV. Namba zetu za simu ni 0765559042 na 0673559042. Namba hizi unaweza kunipata hapa katika mizimu yetu iliyopo Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania.